napenda kuungana na wazazi, walezi, ndugu, jamaa na marafiki wa wahitimu katika kuwapongeza wahitimu wote ambao leo mnatunukiwa tuzo katika fani na ngazi mbalimbali. Hakika haya ni matunda ya kujitolea kwa wazazi na walezi wenu pamoja na bidii mlioiweka katika mafunzo yenu. Hongereni sana. Mkiwa sasa ni wahitimu wa ufundi, bila shaka mnatambua thamani kubwa ya elimu ya ufundi mlioipata. Nina imani kuwa mtaitumia hazina hii kwa manufaa yenu binafsi, familia zenu na taifa letu kwa ujumla. Ndugu mwenyekiti wa baraza, serikali imeendelea kuongeza fursa za mafunzo na elimu ya ufundi pamoja na mafunzo ya ufundi stadi nchini na kusimamia ubora wa elimu hiyo kama inavyoelekezwa kupitia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Katika kutekeleza hili, serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo hususan mradi wa eStream imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 19,250,000 sawa na bilioni 37 Tanzanian shillings. Kupitia uwekezaji huu, DIT kampasi ya Mwanza imefanikiwa kujenga kiwanda cha kufundishia uchakataji na utengenezaji wa bidhaa za ngozi, jengo la taaluma, jengo la kufundishia pamoja na mabweni ya wanafunzi wa kike na wa kiume. Vile vile, serikali imeendelea kuongeza uwekezaji kwa vijana ili kuwapatia ujuzi utakaowawezesha kuajiriwa au kujiajiri kwa kuwaimarisha kupitia miradi inayofadhiliwa na mashirika na mataifa mbalimbali. Taasisi hii ni miongoni mwa wanufaika wa mradi wa Terms 2 ambapo takriban euro milioni 5.3 sawa na Tanzania shilingi 15.27 bilioni zimetengenezwa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia. Ndugu mwenyekiti wa baraza, katika kuendeleza azma ya kuboresha mafunzo ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, katika mwaka wa fedha 2024-2025 serikali iliongeza udahili katika vyuo vya elimu ya ufundi, yani Technical Education and Training Colleges, kutoka wanafunzi 161,750 hadi wanafunzi 199,118. Ongezeko hili linatokana na kuongezeka kwa idadi ya vyuo vya elimu ya ufundi kutoka vyuo 441 mwaka 2021-2022 hadi vyuo 512 mwaka 2024-2025, kikiwemo chuo cha ufundi Dodoma Technical College ambacho kimekabidhiwa kwa DIT kisimamie kama mojawapo ya kampasi zake. Aidha, serikali imeendelea kuwajengea uwezo wa watumishi wa taasisi za elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi nchini ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Katika kufikia azma hiyo, imetekeleza yafuatayo: mosi, imetoa mafunzo kwa wakufunzi 912 kutoka vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi kuhusu upimaji na ufundishaji wa mitaala inayozingatia umahiri. Pili, serikali imetoa mafunzo kwa wakufunzi 45 kutoka taasisi za elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi kwa lengo la kuongezea uwezo wa kufundisha mitaala inayoendana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya soko la ajira. Katika mwaka wa fedha 2025-2026, serikali imejipanga kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Serikali imepanga kutoa ithibati kwa vyuo 70 na hivyo kufikia jumla ya vyuo 582 vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Kadhalika, serikali imepanga kutoa mafunzo kwa walimu 1000 wa vyuo hivyo pamoja na kuhuisha tathmini ya mitaala ya umahiri ili kuwawezesha walimu kufundisha na kufanya tathmini ya wanafunzi kwa kuzingatia umahiri. Kwa upande wa mafunzo wa viwandani, serikali imeendelea kuweka miongozo mbalimbali ya kuratibu ushiriki wa viwanda katika kukuza elimu ya ufundi.
Nadhani na hii hapa tumekuwa mashahidi kwa kampasi ya Mwanza, hili linafanyika pia. Vyuo vya elimu na mafunzo ya ufundi stadi vimeingia mikataba ya ushirikiano 153 kati yake na viwanda, yaani waajiri, ili kuwezesha wanafunzi na wakufunzi kufanya mafunzo ya vitendo kwa lengo la kuongeza umahiri na utayari kwa wahitimu. Kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, serikali itafanya juhudi za ziada kuwasiliana na sekta binafsi kupitia Taasisi ya Sekta Binafsi Tanzania, yaani TPSF, ili kutoa fursa za mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi na wafanyakazi wa taasisi za elimu ya ufundi. Napenda pia kufahamisha umma huu kwamba serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano na nchi mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha wataalamu wetu wanapata uzoefu na ujuzi unaoendana na mahitaji ya kikanda na kimataifa. Katika eneo hili niwapongeze sana DIT kwa kuendeleza ushirikiano na taasisi za elimu ya juu kutoka nchi mbalimbali ikiwemo China, Ethiopia, Indonesia, Uingereza na Ureno kwa madhumuni ya kutoa mafunzo, kufanya utafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu katika teknolojia ya ngozi. Nawapongeza sana. Nichukue fursa hii pia kuwakumbusheni kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake wanawategemea sana wanasayansi na wanateknolojia katika kufanikisha lengo la kuipeleka nchi kwenye uchumi wa viwanda. Kwa mantiki hiyo, DIT mmekabidhiwa jukumu la kimkakati la kusimamia kikamilifu uzalishaji wa wataalamu katika fani za sayansi na teknolojia ambao wanatarajiwa kuendeleza sekta ya viwanda kwa weledi wa hali ya juu, na wizara inatambua kwamba elimu ya ufundi na teknolojia ni kichocheo muhimu cha maendeleo endelevu kwa taifa letu. Napenda kuungana na wazazi, ndugu, jamaa na marafiki wa wahitimu katika kuwapongeza wahitimu wote ambao leo mnatunukiwa stashahada na astashahada katika fani mbalimbali. Hakika haya ni matunda ya kujitolea kwa wazazi na walezi wenu pamoja na bidii kubwa mlioiweka katika mafunzo yenu, mkiwa sasa ni wahitimu wa ufundi sanifu na ufundi stadi. Bila shaka mnatambua thamani kubwa ya elimu ya ufundi mliopata, na nina imani kuwa mtaitumia hazina hii kwa manufaa yenu binafsi, familia zenu na taifa letu kwa ujumla. Wahitimu oye! Nimefurahi kuwepo hapa leo katika siku hii muhimu na ya kihistoria kwa wahitimu wetu, kwani kuhitimu kwa vijana hawa unaongeza idadi ya mafundi katika soko la ajira na hivyo kuliwezesha taifa letu kuwa na rasilimali watu watakaolichochea maendeleo na kutatua changamoto mbalimbali za kijamii. Ndugu mwenyekiti wa baraza, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inaitambua kampasi ya Mwanza kama kituo cha umahiri wa mafunzo bora katika fani ya teknolojia ya ngozi nchini. Kwa hiyo tunatambua kwa kampasi hii ina nafasi kubwa katika kuchochea maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Ninafarajika kuona kwamba katika kusherehekea mahafali haya ya 19 duru ya pili, Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT kampasi ya Mwanza imeimarika kwa haraka katika jitihada za kuzalisha wataalamu wa teknolojia ya ngozi na wanasayansi wanaohitajika katika soko la ajira. Pia nimefarijika kutaarifiwa kwamba mmeongeza programu mpya, mmefanya uboreshaji wa mbinu za kufundishia, vifaa vya kufundishia, idadi ya watumishi na uboreshaji wa miundombinu ya kampasi hii. Haya ni maendeleo makubwa na mazuri sana, na ninapenda niwapongeze kwa juhudi hizi zote. Hongereni sana. Ninaamini kuwa mafanikio na mabadiliko tunayoshuhudia katika kampasi ya Mwanza yamepatikana kutokana na moyo wa kujituma pamoja na ushirikiano kati ya wanafunzi, wafanyakazi, management na baraza la taasisi kwa ujumla. Nasi tunajivunia mafanikio hayo kwani yanaakisi moja kwa moja maendeleo ya taifa, na napenda kuahidi kwa niaba ya serikali kwamba
tutaendelea kushirikiana na management na baraza la taasisi katika kufanikisha malengo ya kampasi ya Mwanza. Ndugu Mwenyekiti, katika kuimarisha matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu kwa maendeleo ya taifa, serikali imeendelea kuchochea maendeleo ya sayansi, teknolojia na ubunifu kwa kutambua na kuendeleza wabunifu nchini kwa lengo la kuchangia maendeleo ya kiuchumi, ustawi wa jamii. Kwa kufanikisha azma hiyo, serikali imeendelea kutoa mafunzo na rasilimali fedha kwa wabunifu wachanga wanaoibuliwa katika mashindano mbalimbali ya kitaifa yanayoratibiwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa lengo la kuendeleza ubunifu na teknolojia ili zifikie hatua ya ubiasharishaji kama vile wiki ya kitaifa elimu, ujuzi na ubunifu, Samia Innovation Fund na mfuko wa kitaifa wa kuendeleza utafiti na ubunifu. Nawapongeza pia kwa jitihada zenu za kutambua, kujenga, kukuza na kuendeleza ubunifu nchini katika nyanja za sayansi, teknolojia na ubunifu, kwa kuibua na kutambua wabunifu pamoja na kuendesha mashindano ndani ya taasisi, na kwa kupata wabunifu mahiri ambao wamefanya vizuri katika ngazi mbalimbali za kitaifa na kimataifa na kutoa tuzo za ubunifu. Nikiri kwamba jitihada hizi mnazofanya zinaendana kikamilifu na malengo ya serikali katika kukuza sayansi, teknolojia na ubunifu. Hongereni sana. Kwa wahitimu wetu wa leo, napenda kuwakumbusha kuwa baada ya kuhitimu masomo yenu, mafanikio yenu katika maisha hayatategemea tu elimu mlioipata hapa Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam kampasi ya Mwanza, bali pia yatatokana na jinsi mtakavyotumia elimu hiyo. Ninafahamu kuwa changamoto nyingi zipo katika kujiajiri, lakini muhimu kuliko yote ni nia na uthubutu, kwani tunasema penye nia pana njia. Ninamshauri kila mhitimu awe na dhamira kujiajiri na kuwa tayari kuvuka vikwazo vitakavyojitokeza ili kufanikisha malengo yake. Aidha, napenda kuwakumbusha wahitimu wote kwamba jamii ina matarajio makubwa kutoka kwenu mafundi. Kwa hiyo tunatarajia kuwa nyote mtaonesha umahiri na mfano bora mahali pa kazi. Kwa kufanya hivyo, mtakuwa mmeitangaza kampasi hii vyema na kuwapa moyo walimu, wazazi na walezi waliochangia katika elimu yenu. Ni kweli kuwa elimu mlioipata ni ufunguo wa maisha yenu, lakini pia kumbukeni kuwa elimu ni bahari isiyo na mwisho. Popote mtakapokuwa, hakikisheni mnaendelea kujiendeleza katika taaluma zenu ili kuwa sambamba na mabadiliko mbalimbali ya teknolojia yanayotokea duniani. Naomba mkawe raia wema na wenye kupenda kulinda na kutetea taifa lenu. In short, mkawe wazalendo. Pamoja na mafunzo mliopata hapa, lakini mkifika mtaani huko, basi muwe watetezi wa taifa lenu na mpende taifa lenu na muwe vijana bora. Nawatakia kila laheri mnakoenda uraiani na mkawe mabalozi wazuri wa Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam kampasi ya Mwanza na muwe wasemaji wazuri wa mafanikio ya mradi wa eStream. Mwisho kabisa, kwa ndugu zangu ambao mnaendelea na masomo yenu, niwatakie masomo mema. Mungu awasimamie nanyi mkamalize masomo yenu kwa salama. Mwisho kabisa, napenda kurudia kwa mara nyingine kulishukuru baraza lako kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya ya 19 duru ya pili ya Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam kampasi ya Mwanza. Ninawapongeza sana vijana ambao siku ya leo ndio sababu ya sisi kukutanika mahali hapa kwa ajili ya kutunuku vyeti, lakini pia kuwashangilia. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wahitimu, mahafali ya leo ni ushahidi wa wazi wa utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuwekeza kwa makusudi
kwa vijana kupitia elimu, hususan elimu ya ufundi na teknolojia kama nyenzo ya msingi ya kujenga rasilimali watu yenye ujuzi, weledi na maadili kwa maendeleo ya taifa letu. Niseme kuwa uwekezaji huu unalenga kuhakikisha kuwa vijana wetu wanaandaliwa ipasavyo katika kushiriki kutekeleza ajenda za taifa za maendeleo ya viwanda, uchumi wa kidijitali, matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu kama nguzo muhimu katika kukuza uchumi wetu. Ninapenda kuhakikishia vijana wetu kuwa serikali iko pamoja nanyi na itaendelea kuwajengea uwezo muweze kushindana katika nyanja za ajira na kujiajiri ndani ya nchi, kikanda na kimataifa. Nimesikia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akieleza kwa undani jitihada za serikali za kuwajengea vijana wetu uwezo ili waweze kujiajiri na pia kuajiriwa. Kwa Wizara ya Elimu tunasimamia elimu na ujuzi ndio mpango mzima. Naomba turudie, elimu na ujuzi. Na taasisi hii ya teknolojia ya Dar es Salaam ina njia ya kipekee ya kufundisha ambayo inaitwa Teaching Factory. Hii huipati mahali pengi, na ndio maana naweza kusema taasisi yetu ya teknolojia ya Dar es Salaam inaishi hiyo dhana ya Wizara ya Elimu ya kusema elimu na ujuzi ndio mpango mzima. Mkawe watiifu, mkawe wabunifu na watu wa kupenda maendeleo na watu wa kupenda nchi yao. Siwezi kuongeza zaidi ya hayo maneno, naomba mnipigie makofi. Naomba mgeni rasmi utambue kwamba kazi tunayofanya management inasimamiwa kwa karibu sana na baraza la taasisi kama nilivyotambulisha mwanzoni kwamba tuna mwenyekiti hapa na baraza lake ndio linalotusimamia na linatupa hiyo miongozo. Kwa hiyo hapa ninajidai, lakini kimsingi mwongozo mkubwa kabisa unatoka kwenye baraza letu chini ya uongozi mashuhuri kabisa mashupavu wa mhandisi Daktari Richard Joseph Masika. Labda ningetoa siri ambayo hawezi kutoa ni kwamba mwenyekiti wetu ni alumni mwaka 1979 na yeye alikuwa ni DIT student. Kwa hiyo ana mapenzi ya ziada kuhusu DIT. Kwa hiyo anataka kuiona DIT ile tofauti ile ya zamani ile ilikuwa mara nyingi tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia niseme kwamba kazi hii ambayo inafanywa hapa inapata support kubwa sana na wafanyakazi wenzangu, watumishi wenzangu. Pamoja na kwamba miaka 10 iliyopita walikuwa na wafanyakazi 5 tu, sasa hivi wako 60 kitu, lakini kwa kweli jitihada zao ni za kutukuka kiasi kwamba tumefika hapa. Kila mwaka tunaongeza udahili. Kwa hiyo mgeni rasmi, napenda tutoe fursa hii kuwashukuru watumishi wenzangu katika kufanya kazi kwa bidii, kufundisha pamoja na katika hili tukio kuliandaa kama linavyoonekana. Mimi assessment yangu kwamba tukio hili limefana, ingawa wadau ndio wanataka kusema hasa kama limefana au halijafana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema, kazi yangu kubwa ilikuwa ni kutambulisha wageni wote walioko hapa, lakini pia kusema kidogo na kuhusu hao wahitimu. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.